Jina langu naitwa Susan Ndomba Doran. Mimi ni mtendaji mkuu wa Chama cha Waajiri Tanzania. Nafikiri kama leo asubuhi tulivyosikia Mheshimiwa Waziri ametangaza amri ya kima cha chini cha mshahara ambacho ametangaza asubuhi, ambayo ni GN namba 605 A kubwa ya mwaka 2025. Labda watu wengi watataka kufahamu, mwenyekiti wa Minimum Wage Board alizungumzia mchakato ambao ulifanyika, ambapo ofisi ya Waziri Mkuu kazi, ajira, vijana na wenye ulemavu inafanya kazi kwa kufuatilizia utatu. Na katika utatu ule ambapo kuna vyama vya wafanyakazi, vyama vya waajiri na serikali, utatu huo ulifanyika, na ndivyo ambavyo mchakato huu uliweza kufanyika, na sisi pia tulishirikishwa, ambapo ATE ilishiriki katika technical committee, kwa maana kamati ya wataalamu. Katika kamati ya wataalamu kulikuwa na mikoa tofauti ambayo kamati hii ilizunguka, na katika kamati hii ambayo iliwashirikisha, ambayo ilikuwa na waajiri, wafanyakazi pamoja na maafisa kutoka serikalini, walizunguka katika mikoa tofauti. Lakini ukiachilia hapo, ATE iliweza kutoa madodoso tofauti kwa waajiri, kwa sababu sisi tunafanya kazi kwa njia ya mtandao, tunafanya vikao mbalimbali ambavyo tuliweza kuvifanya na waajiri. Katika vikao hivyo tulikuwa tunauliza waajiri, kwa sababu katika kipindi hichi, hiyo minimum wage ambayo inaenda kuisha hii Disemba, tulichukua minimum wage ambayo inaendelea na kuwauliza waajiri maoni yao kupitia minimum wage, na jinsi gani wangependa au wangetamani minimum wage ambayo inayokuja, ambayo kisheria ndani ya miaka mitatu lazima kuwe na nyingine mpya. Hivyo tulituma madodoso, na kupitia madodoso yale waajiri walitoa mawazo yao. Kwa hiyo kupitia yale mawazo pia yakaenda katika kamati hiyo, na huo mchakato mwingine ambao hata mwenyekiti pia aliweza kueleza. Tunafahamu kwamba amri hii inatakiwa ianze kutekelezwa tarehe 1 Januari 2026, na katika kipindi hiki cha mwezi mmoja, miezi miwili iliyobakia, maana yake kwamba waajiri waendelee kufanya mazungumzo ndani ya makampuni yao, kwa sababu inaenda kubadilisha of course jinsi ya ulipaji wa mishahara. Na sisi kama Chama cha Waajiri Tanzania tuko tayari, tutaendelea kutoa elimu, tutaendelea kuzungumza na waajiri, kwa maana ya kwamba jinsi gani wanaweza kuitekeleza amri hii, ili wasijikuje kwamba wako wanaweza kukinzana na sheria. Najua kuna mikutano ya shareholders, kuna mikutano ya bodi, yote ambayo inahitaji kwamba iweze kupata kufahamu jinsi gani wataenda kutekeleza, na tuko pale kwa ajili ya kuweza kuendelea kutoa ufafanuzi. Kwa hiyo kwa kitu chochote vile, tafadhali wasiliana na Chama cha Waajiri Tanzania, na kuanzia wiki ijayo tutaendelea kutoa taarifa tofauti kwa ajili kuhusiana na amri hii, na tutaendelea kufanya mikutano katika mikoa tofauti, lakini pia kwa njia ya mtandao.